kumtumbukiza mwanadamu mwenzako kwenye korongo lenye urefu wa zaidi ya mita 30 au mita 50 ni unyama mkubwa sana. Lakini sio tu kumtumbukiza, kwa maelezo ya vijana ambao wameshuka kule korongoni, inasadikika, wanasema kwamba mhusika alikatwa mapanga ya kichwa. Kwa amemuua kinyama. Amefanyaje? Ametupiwa mtoni. Tumemwona ana sweta na koti jeusi na t-shirt nyeupe. Kwa majina naitwa Jacob Meja Molele, ni diwani wa kata ya Baraa, kata ambayo iko ndani ya halmashauri ya jiji la Arusha. Leo hii majira ya saa 4 kasoro asubuhi nilipata simu kutoka kwa mheshimiwa diwani wa kata ya Ngutoto, Mheshimiwa Hamza Njiku, akinieleza kwamba kuna gari imepaki kwenye kata yake pembeni ya korongo kwa zaidi ya siku 3 sasa, na baada ya kuitilia shaka ikibidi waende wasogelee eneo la gari pamoja na maafisa wa polisi wa kituo cha Ngutoto, na walivyofika pale hawajamkuta mtu, lakini walijaribu kuangalia makaratasi yaliyokuwepo kwenye gari lile, wakakuta kuna vitambulisho, na kuna vitambulisho kwa jumla, kuna documents za mhusika. Sasa miongoni mwa vitambulisho vile wakakuta kitambulisho kimoja cha kadi ya Chama cha Mapinduzi ya kielektroniki. Wakaona kwamba hiyo kadi inasoma kata ya Baraa Kusini, tawi la Baraa Kusini. Kwa hiyo kwa vile mimi ni diwani wa kata ya Baraa na ni diwani mwenzangu, ikabidi nipigie simu, na baada ya kunipigia simu akanieleza kwamba kuna jambo hilo na akaniomba anitumie zile document kwenye WhatsApp. Baada ya muda mfupi saa 4 na dakika 10 hivi akawa tayari ameshanitumia hizo document, na nikaziangalia zile document. Kweli nikabaini kwamba ni kijana anaitwa Saningo Piniel Kivuyo ambaye anaishi ndani ya kata Baraa, tawi la Baraa Kusini. Sijaweza kufahamu ya majina kwa haraka, kwa na mimi nilichofanya ni kuforward zile documents na namba ya gari kwenye group la CCM kata ya Baraa, kama watapatikana watu ambao wanaweza wakamuelewa. Lakini baadaye nilipigiwa simu na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Baraa, Bwana Jacob Sylvester, akaniambia kwamba nimeona taarifa ambayo umetuma kwenye grupu, na akaniambia kwamba ule kijana anafahamika, ni kijana anaitwa Saningo Piniel Kivuyo ambao ni mtoto wa mzee Piniel marehemu. Nikamwambia okay. Basi nimetumia hizo picha na za document na mheshimiwa diwani wa kata ya Ngutoto, na gari ndio iko pale, lakini mhusika hayupo. Lakini diwani ameniambia kwamba wanaendelea kuambamba na ule mtu na kwamba mwenye gari atakuwa kwenye mazingira gani. Basi baada ya hapo tukaendelea na shughuli za kawaida, lakini baadaye mheshimiwa diwani akanipigia simu akaniambia kwamba amepigiwa simu na afande OCCID kwamba afike huko ili waje washirikiane kufanya kusachi kwenye korongo kama watamuona. Baada ya muda kidogo diwani akanipigia simu akaniambia kwamba mhusika ameonekana yuko ndani sana ya korongo ambalo ni refu sana, na kwamba ilibidi waite fire kwa ajili ya kusaidia namna ya kumuopoa mhusika ndani ya korongo ambalo kwa kweli, ndugu mtangazaji, ni korongo ambalo ni refu kweli kweli. Basi baada ya kuniambia ipatikana, na mimi kama kiongozi pia kwa vile yule bwana ni mkazi wa kata yangu ya Baraa, kwa kweli ilibidi nichukue toyo na kukimbia paka kwenye eneo la tukio. Na nilipofika alikuwa bado hajatolewa. Tukashirikiana wote, sisi na polisi na watu wa fire na wananchi wa Samaria wema wa maeneo yale, tukaweza kumuopoa huyo mtu, na kwa sasa tunavyoongea amepakiwa gari la polisi na amepelekwa kwenye kituo cha polisi kwa ajili ya hatua zaidi. Tukashirikiana na jeshi la polisi na watu wa fire na wananchi kumuopoa katika janga hilo, na kwa sasa amepakiwa kwenye gari la polisi na kwamba amepelekwa kwenye kituo kikuu cha polisi kwa ajili ya utaratibu zaidi wa kisheria. Mimi kama kiongozi nipende kutoa wito. Kwa kweli wananchi, watu wamekuwa na roho mbaya sana. Watu wamekuwa na roho ya kinyama kupita kawaida. Kitendo kilichofanyika kwa mwanadamu, kumdhulumu mwanadamu mwenzake namna hiyo kwa kumnyang'anya uhai wake, ni kitendo ambacho ni kitendo kiovu sana. Nipende kutoa wito kwa watu mbalimbali na kwa Tanzania kwa jumla ambao wanasikia kupitia vyombo vya habari kwamba tuacheni ukatili. Tuacheni ukatili. The way unavyomtumbukiza mwanadamu mwenzako kwenye korongo lenye urefu wa zaidi ya mita 30 au mita 50 ni unyama mkubwa sana. Lakini sio tu kumtumbukiza, kwa maelezo ya vijana ambao wameshuka kule korongoni,
inasadikika, wanasema kwamba mhusika alikatwa mapanga ya kichwa, kwa amemuua kinyama. Na nipende tu kusema kwamba waliofanya hivyo watuwafahamu, lakini Mungu anawafahamu, na tutajitahidi kumuomba Mwenyezi Mungu ili wale watu wawe ubayana, waonekane, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao, maana ni ukatili mbaya sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Diwani wa kata ya Engutoto, rafiki yangu Hamza Njiku, kwa namna ambavyo baada ya kuona tukio hilo alitoa ushirikiano mkubwa sana kwangu mimi, kwa jeshi la polisi na kwa zimamoto. Nimpongeze sana Mheshimiwa Diwani Hamza Njiku pamoja na viongozi wote wa kata ya Engutoto, akiwemo mwenyekiti wa mtaa, balozi na wananchi wote kwa jumla ambao wamejitolea kusaidia hili jambo mpaka kupatikana kwa mtu na hatimaye kuondolewa katika korongo ile. Nashukuru sana, asante. Kwa jina naitwa Rema Jumanne, ni balozi wa Block J. Tukio lilikuwaje? Tukio lilikuwa huyu jamaa gari, wananchi walikuwa wakipita maeneo haya wanalikuta gari tangu majuzi. Kwa hiyo walivyokuwa wanaona gari, lakini ilikuwa ni changamoto kwa sababu maeneo haya ni hatarishi sana, lakini watu wanakuja kula starehe mazingira haya. Kwa hiyo wananchi wakiteka mtaa huu hawakusanuka kwa sababu huwa magari yanapaki, watu wanakula raha, wanafanya nini, unakuta watu wako na watu wao wametoka mjini. Kwa hiyo watu wakajua tu ni mtu yuko kwenye raha zake. Hasa walivyoshangaa tangu juma ngapi gari haiondoki, ndio leo ikabidi sasa watafute mawasiliano wananchi wanaopita maeneo haya mazingira haya, wakabidi wampigie mwenyekiti. Walivyompigia mwenyekiti na mheshimiwa diwani, ndo wakaja kufuatilia ile gari na kufukuzia kuja kuiangalia gari. Ndo baada ya kuiona ile gari wakabidi sasa waipige picha, wapige simu polisi. Maaskari walipofika ndo kuanza kupekua gari, wakakuta vitambulisho vya huyo jamaa na nini, ndo kuanza sasa kufuatilia. Simu zikaanza kupigwa kujulikana mwenyekiti mahali alipotokea, mwenyekiti wa hicho kitongoji akatafuta. Ile gari linasemekana tangu Jumapili linaonekana mazingira haya. Alikuwa ni wa kiume. So wewe kama mjumbe wa serikali ya mtaa unashauri nini kwa jamii? Mimi nashauri jamii katika hili lililotokea kwa mara ya kwanza, maana huwa tunaokotaga maiti lakini huwa zinaletwa kwa njia ya maji. Lakini kwa tukio hili lililotokea leo, kama jamii tunatakiwa tuelimishe na serikali ya mtaa tusimame na maaskari watusaidie, hili wao wanazunguka huku chini kuja kufuatilia magari yanayopaki mazingira haya. Nyinyi mtachukua hatua gani baada ya kuona ile tukio? Sisi tutachukua kama tutakutana viongozi tujue tunafanyaje, tuombe msaada katika kituo cha polisi. Kwa majina yangu bwana naitwa Justin Ulais Molel. Kwamba tulipigiwa simu na brother Juli na diwani kwamba kuna mtu alidumbukia mtoni, anasadikwa amedumbukizwa mtoni. Tukaja kumtafuta, tulitoka tumekimbia huko, tulikuwa tunafanya kazi zetu kule mtaani. Tukakimbia huko tukamkuta mwenyekiti pale, ndo tukaambiwa tushuke huku kumtafuta. Tukamtafuta kweli, bahati mbaya tukamkuta mage, tumemtafuta muda mrefu korongoni. Hatimaye bahati mbaya tukaja tukakutana huku mtoni, tukamkuta ametupiwa kule kwenye maji. Sasa bahati mbaya sasa ndio hivyo tu ilivyotokea, kwamba ndio hivyo tulivyomkuta sisi. Kwa maelekezo tulipewa ni mwenyekiti na diwani. Alikuwa na hali gani huyo mtu ambaye amemkuta huko chini? Tulimkuta alikuwa na hali yake ilikuwa sio nzuri kwa sababu amevimba kama mtu anasadikika amekaa siku 3. Maana sisi tulivyomkuta hatukufanikiwa kumkaribia kwa maelezo tulipewa. Tukimuona ule pale tukapata ushahidi kwamba mtu yuko pale, tupige simu pale kwamba amepatikana, na tulivyomuona vile vile ndio tukapiga simu tukapiga kelele huko mtoni. Ndio watu walioko juu huko wakasogea hapo, na sisi ndio tukapanda hapo kusimama hapo kusubiria jeshi la zimamoto, kwa sababu tuliambiwa ndio wanakuja wako njiani. Tukaja hapo tukakaa, bahati mbaya tukamkuta mwenyekiti yuko hapa na diwani. Ndio hivyo, bahati mbaya jeshi la zimamoto akaja, ndio hivyo ukaona tulivyokuwa tumemchukua huko mtoni tukampandisha juu. Sikufanikiwa kumuona kwa sababu kwa kweli mimi naogopa kuangalia majira. Sina moyo wa hivyo kuangalia vitu kama hivyo. Wengine cha kushauri jamii. Jamii nawashauri kwamba waache roho ya unyama, kwa sababu huu ni ukatili. Kwa maana hauwezi kumfanyia binadamu kitu kama hicho.
kwa sababu hicho ni kitu kibaya. Mwenyewe ungefika pale, yani mwili unasisimka, yani unaweza ukashindwa kutembea, kwa sababu hizo amini tulipanda kwenye ngema tunatetemeka kwa jinsi tulivyomkuta kule, tulivyomuona tunatetemeka hapo tunapopanda. Yani wenyewe ni kama una moyo, ukienda pale unaweza ukashindwa hata kupanda ukaleta, sababu hali aliyekuwa naye ni mbaya, amevimba. Mimi naitwa Julius Nyangusi. Mimi diwani mimi alinipigia simu nikiwa nyumbani. Akanipigia simu akaniambia endeni mkanzaidi mkutafuta mtu nasikia mmetupiwa kwa mtoni. Tukaja tukaanza kudumbukia kwa kule juu, tumemtafuta sana. Tumepitia kwenye maji tukafika sehemu fulani tukakata tamaa. Kata tamaa tukasema mbona hapo mali alotupiwa mbona yupo? Tukafika tukasema sisi hebu tushikeni chini tunaanza tukamkuta wapi? Kule chini. Tukashika paka upande wa chini sehemu ambayo aliangushwa. Nilipokuja tukamwona yuko pale ametupiwa mtoni. Tumemwona ana sweta na koti nyeusi na t-shirt nyeupe. Nikampigia diwani hapo nikamwambia huyu hapa tumemwona, lakini watu wanapofanya katili namna hii kumtupia mtu mtoni, kweli sio nzuri. Mimi nilikuwa nasema hivi, serikali watusaidie kwamba watu wanakuja kupaki magari huko wadhibitiwe wasije tena kupaki magari huko, kwa maana tutakuwa sasa ni ukatili. Kwa kweli mimi nilipomuona nikamuita diwani, nikapanda juu nikamuonesha diwani ule pale, basi akapigia maskari wakaja tukashikia mtoni na diwani, tukaenda kusaidiana kufanyaje kumpandisha. Maskari walipoenda kumgeuza wakamkuta na alama ya panga usoni, tukahangaika kumpandisha pale, tukafanikiwa kumpandisha juu. Ndo mwisho yangu mimi hapo. Wito wako kwa wananchi wa eneo hili? Mimi kitu ambaye nasema serikali tusaidie, kwa maana sasa kama ni hivi, maana sisi ndo majirani wa huko, itakuwa tunaogopa tena watu wanakuja kupaki magari huko, tunaogopa sana. Kwa hiyo nilikuwa nasema hivi, serikali watusaidie, magari yanashuka huko wadhibitiwe wasije tena kupaki huko, wadhibitiwe kabisa. Na sisi hivi tukiona gari zinakuja kupaki huko tunapiga simu polisi wakamatwe kabisa. Ni kwamba haya mazingira yanahitaji patrol, watu wawe na patrol ya kuangalia watu wanaokuja huku kwamba ni wa aina gani, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakija huku kwa ajili ya kufanya starehe, lakini sasa kumbe kuna matukio mengine kama haya ambayo sisi hatuyajui, na hata hili tukio sisi limetushangaza. Kwa hiyo nilishazungumza na vyombo vya usalama, kwa hiyo watatupa watu wa kuja kufanya patrol kila wakati. Hicho tu. Wewe kama mtumishi au ni mkazi wa maeneo haya, kitu gani ambacho umejifunza kutokana na mazingira haya? Mimi ninachoona mazingira haya hayako salama kwa maisha ya watu. Yaani haya maeneo ni kama reserve tu ya mto, lakini watu wanatumia kama sehemu ya starehe, na maeneo yenyewe hayako salama zaidi jinsi ambavyo yanaonekana kama mlivyoona nyinyi wenyewe. Kwa hiyo kinachotakiwa huku ni security, yani ni ulinzi shirikishi, wananchi pamoja na serikali kama wanavyotuma jeshi la polisi kufanya patrol huku kila wakati kwa ajili ya usalama wa watu na kuhakikisha mambo kama haya yasitokee. Hicho tu. Utachukua hatua gani baada ya kuona tukio ambalo ni tukio la mara ya kwanza kama nilivyosema? Hatua ambayo tunafikiria kuifanya, ambayo tumezungumza na polisi, ni kwamba kutawekwa vibao vya kuonyesha kwamba maeneo haya hayaruhusiwi mtu kupumzika huku wala kuonekana akifanya kitu chochote kama cha starehe wala nini, vitu kama hivyo. Kwa sababu inakuwa sio starehe sasa na matukio mengineyo kama haya tuliyoona leo, kitu ambacho sio sawa. Tunachoweza kushauri ni kwamba watu wakae wamtafute Mungu, yani watu wamche Mungu, waishi maisha ambayo yanaweza maisha yenye ushuhuda, kwa sababu mtu anapomcha Mungu anajitenga na uovu, hasa kwa maisha ya vijana. Hicho ndio kitu cha msingi, maana hata maandiko yanasema kwamba kijana itengeneze njia yake. Ni vizuri kijana akitengeneza njia yake. Unaona, kule kumcha Mungu kunamsaidia mtu kujitenga na uovu. Yaani hivyo ndio tunavyoweza kuzungumza kwenye vijana, kwamba unapomcha Mungu utajitenga na maovu na athari kama hizi haziwezi kukupata. Yaani hayo ndio mambo ya msingi.